Kwa hiyo tuwaeleze mrejesho wa jinsi katazo hili la serikali lilivyochukuliwa, lakini vile vile tuweze kutoa ufafanuzi wa changamoto mbalimbali. Kwa ujumla, wananchi wamepokea katazo hili la serikali kwa hamasa kubwa, na kwa kweli zoezi zima limekuwa la mafanikio makubwa. Hii inaonyesha jinsi gani wananchi wa Tanzania kwa kweli wanavyopenda kulinda mazingira yao. Hata hivyo, kumekuwa na changamoto mbalimbali, mojawapo likiwa ni upatikanaji wa mifuko mbadala, na kwa sababu kuna tatizo la upatikanaji, hata bei ya mifuko mbadala kidogo inaonekana iko juu. Tatizo hili ni la muda mfupi sana, na hii ni kwa sababu nadhani kulikuwa na sintofahamu ya wazalishaji wa mifuko, wakidhania kwamba katazo hili litakuwa la muda mfupi. Kwa hiyo wakawa na wasiwasi kuagiza mashine na malighafi kwa ajili ya utengenezaji. Lakini hivi tunavyoongea sasa hivi, ofisi ya makamu wa rais imehamasisha wazalishaji wa mifuko mbadala, wameanzisha chama chao na wameagiza malighafi nyingi sana za mifuko mbadala. Kwa hiyo katika siku za karibuni supply ya mifuko mbadala itakuwa ni kubwa, na tunategemea bei lazima itateremka. Kumekuwa na changamoto nyingine ya wananchi, hasa wafanyabiashara, kutokujua wapi wanapata mifuko mbadala. Kama nilivyosema, kuna association ya watengenezaji mfuko mbadala ambao baadaye tutaweza kuwapa list na anwani za wazalishaji hao, kusudi muweze kusambazia umma wale watakao kuwa na uhitaji wa hii mifuko, waweze kuwasiliana moja kwa moja na wazalishaji. Changamoto nyingine ya kitaalamu ilikuwa ni kiwango, kwamba mifuko mbadala hasa ambayo ina chembe kidogo ya plastiki, ile inaitwa non-woven, ina viwango vipi kusudi wazalishaji waweze kuleta malighafi na waweze kuzalisha mifuko ambayo inakubaliana na viwango vya nchini. Tumewasiliana na wenzetu wa TBS pamoja na TFDA, wako mbioni kukamilisha viwango vya mifuko non-woven. Labda tuonyeshe sample hapa ambayo inakubalika. Hii mifuko inaitwa non-woven plastic bag. Kwa hiyo itatoka kiwango cha TBS cha mifuko ya aina gani inayokubalika ya aina hii, na tamko hilo nadhani tunalitegemea mapema sana wiki ijayo, ili kusudi hata wanaoingiza malighafi ziwe malighafi zinazokubalika kwa ubora, kwa maana kuweza ubebaji pamoja na usalama wa chakula. Changamoto kubwa ambayo tumeona imejitokeza hivi karibuni, na inawezekana sio kwa sababu ya nia mbaya, inawezekana ni kwa sababu ya kutokuelewa. Kumeibuka mifuko miepesi ya plastiki ambayo haina rangi, kama hii. Sasa hii mifuko imesambaa sana sasa hivi, na watu wanasema hiki sio kibebeo, ni kifungashio. Kwa hiyo kuna tatizo la tafsiri ya kibebeo na kifungashio ambayo nitaitoa hapo baadaye. Lakini tatizo kubwa sana la mifuko hii ni kwamba kanuni yetu inataka wanaozalisha hii mifuko waandike majina yao, anwani zao, watoe na specification kwamba hii mifuko ina unene wa micron ngapi na ina content kiasi gani, pamoja na weke lebo ya kwamba lazima hii mifuko irejeleshwe, kwa sababu kanuni yetu inasema kwamba lazima yule ambaye anauza hii mifuko ana wajibu wa kuikusanya na kusaidia serikali na mamlaka husika katika kuirejelesha. Sasa ikiingia mifuko hii ambayo haijulikani nani ametengeneza, inakuwa vigumu sana kumbana huyo mtengenezaji asaidie juhudi za serikali katika kurejelesha. Kwa hiyo hii tunataka kutangazia umma kwamba hairuhusiwi kubebea
hii inaruhusiwa kufungashia, na ukifungashia maana yake ni kwamba kanuni inavyosema, mkisoma kanuni kwenye definitions, kwamba kifungashio ni kitu ambacho kinafunga bidhaa ya aina moja na imefungwa kwa lakiri, iko sealed kusudi usiweze kuongeza kitu kingine ndani, na vile vile uweze kuprotect usalama wa chakula kilichopo. Naomba kifungashio ambacho sio rasmi, nyanya au nini. Hiki sio kifungashio, sio kifungashio kwa sababu hakina lakiri, Unaweza ukafungua fundo hili ukaongeza na pilipili hoho, ukaongeza na, kwa hiyo hiki sio kifungashio. Kwa definition, kifungashio kinatakiwa kiwe sealed kutoka huko kinakotoka. Kama hiki ni kifungashio, huna mwanya wa kuingiza kitu chochote humu ndani. Kwa hiyo kuna usalama wa bidhaa iliyomo, kwa maana kwamba huwezi ukaingiza kitu ndani na contamination ya hewa na kuendelea. Kwa hiyo kifungashio ni kama hiki, ingawa hiki nacho kina dosari, hakielezi kimezalisha bidhaa gani, hakielezi expiry date ya huyu ubuyu, hakielezi hata uzito wa huu ubuyu ni kiasi gani. Kwa hiyo hata hiki pamoja na kwamba kina lakiri bado hakikiri, lakini kwa sababu wote ni Watanzania na hili katazo ni wiki ya 3 tu, tutaendelea kuelimishana kusudi tuboreshe baada ya kutumia nguvu, na ndio maana tumewaita hapa, tuendelee kuelimishana kusudi tunavyoendelea mbele watu wanaovunja sheria bila kufahamu, nadhani tuendelee kuwaelimisha kusudi waelewe. Kuna ile ya nyama, naomba hii na yenyewe wenye mabucha wanasema ni kifungashio. Hiki hakiwezi kuwa kifungashio kwa sababu mtu anaweza akafungua hapa akaweka kitu chochote kwenye nyama ikaathirika na afya ya mtumiaji ikaathirika, kwa sababu haiko tamper proof na vile vile hamna label. Kwa hiyo tumefanya jitihada nyingi sana kujaribu kuleta mifuko mbadala ambayo kama huna kifungashio proper kama hiki na mashine za kuseal, unaweza kutumia mifuko ya karatasi ambayo haivujishi maji. Unayo lulu bana, mifuko ya karatasi ambayo haivujishi maji. Kwa hiyo ni vyema kuna mifuko ya karatasi ya aina hii ambayo ni ya kawaida, lakini kuna mifuko ya karatasi ambayo ina lining ndani ambayo inasaidia ukiweka samaki au nyama isivuje. Kwa hiyo kuna mifuko mtaiona mbadala pale, lakini labda kwa kuhitimisha, kabla sijawakaribisha wenzangu, nitoe rai kwa wajasiriamali wa Tanzania kwamba hii ni fursa. Katazo hili lipo, hatutazembea hata kidogo katika kulitekeleza, kwa sababu ni matakwa ya viongozi wetu wakuu. Wananchi wajasiriamali wachangamkie fursa ya kuingiza mashine za kutengenezea mifuko mbadala, kwa sababu soko ni kubwa nchi nzima. Vile vile tutoe rai kwa wananchi wote kutoa ushirikiano kwa taasisi za serikali kama NEMC, TFDA na TBS, ili kama kuna habari yoyote ya wanaovunja sheria tuweze kupata hizo habari, na NEMC kupitia zone offices zake waweze kusaidia katika kutoa elimu pamoja na kusimamia sheria na kanuni zake. Mwisho, tunavyosherehekea hii ni wiki ya utumishi wa umma, ofisi ya makamu wa rais siku ya Jumamosi kwa kushirikiana na halmashauri ya jiji la Dodoma tutafanya kampeni ya pamoja ya kufanya usafi ambayo ni kawaida Dodoma kila Jumamosi, lakini zamu hii usafi tutajielekeza zaidi katika kukusanya taka za plastiki zilizotupwa ili tuweze kuzipeleka kwenye centers kwa ajili ya kurejelesha,
Vile vile siku ya Jumamosi tunapohitimisha wiki ya utumishi wa umma, tutatoa elimu katika maeneo mbalimbali kwenye masoko ya hapa Dodoma kuhusu nini ni kifungashio na nini ni kibebeo, na nimemwagiza mkurugenzi mkuu wa NEMC kwamba zoezi hili liwe nchi nzima, sehemu ambapo NEMC ina ofisi zake za zoni. Tuna ofisi za zoni kama 7. Kwa hiyo Jumamosi maafisa wa NEMC watatapakaa nao kwenye maeneo husika kwenye mikoa ambayo tumewaloketi waweze kutoa elimu hii.